Watu 7 wameripotiwa kufariki dunia na wengine 75 wamejeruhiwa katika ajali mbili tofauti zilizotokea wilayani Same mkoani Kilimanjaro. Akizungumza kuhusu ajali hizo, mkuu wa wilaya ya Same Kaslid Mgeni ameeleza kuwa ajali ya kwanza ilitokea majira ya saa 7 usiku kwa mkia leo Machi 30 mwaka 2025 katika maeneo ya Njoro na kuhusisha basi la kampuni ya Osaka lokuwa likielekea Dar es Salaam, ambapo lilisababisha kifo cha mtu mmoja na wengine 52 walijeruhiwa. Maongeza kuwa ajali ya pili ilihusisha basi aina ya Costa kampuni ya Mkokota majira ya saa 2 asubuhi ya leo, ambapo lilipinduka katika kona ya milima ya Ilamba na kusababisha vifo vya watu 6 na majeruhi 23. Waliofariki dunia katika ajali hiyo ni wanakwaya waliokuwa wakisafiri kutoka Chome kuelekea Ndolwa. Mganga mkuu wa wilaya ya Same Dr. Alex Alexander amesema kuwa majeruhi wa ajali ya kwanza walipokelewa hospitalini majira ya saa 8 usiku, huku majeruhi wengine 23 pamoja na miili ya marehemu 6 ikifikishwa hospitalini mchana wa leo. Baadhi ya majeruhi wa ajali hiyo iliyotokea usiku wameeleza kuwa ajali hiyo ilisababishwa na mwendo kasi, hali iliyomfanya dereva kushindwa kulimudu gari. Chanzo cha ajali ya pili, chanzo chake kilielezwa kuwa ni kukatika kwa usukani. Mkuu wa wilaya ya Same Mheshimiwa Kaslid Mgeni ameonyesha masikitiko yake kutokana na vifo hivyo na kuwasihi madereva kwa uangalifu wanapopita wilayani Same, hasa kutokana na hali ya hewa yenye upepo mkali. Aidha, amewataka abiria kutoa taarifa kwa mamlaka husika wanapobaini hali yoyote inayoweza kuhatarisha usalama wao wakiwa safarini, ikiwemo mwendo kasi. Bwana Mashaka, vipi? Habari ya siku bwana. Mbona kwenye ofisi za mikopo tena ndugu yangu? Ndugu yangu Clever, mikopo inanitoa roho. Vipi wewe kwenye madini? Mimi niliachana na hiyo kazi, maana kwanza mgodi uko mbali sana. Alafu gharama za uendeshaji mitambo kwa dizeli zilikuwa juu mno. Ndugu yangu pole sana. Kweli tulipata shida kwa muda, lakini tulipoletewa nishati ya umeme na serikali ya awamu ya 6, imekuwa ni suluhisho kwa changamoto zote hizi. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imefanya kazi kubwa kuleta umeme hadi mgodini. Sasa hivi hatutumii tena mafuta. Mashine zinafanya kazi ya kuchota maji na mchanga kwa ufanisi mkubwa. Gharama za uendeshaji zimeshuka. Tunatumia teknolojia nzuri kwa unafuu. Na watendaji wanafanya kazi kwa furaha, na nisikufiche ndugu yangu, pesa tunapata. Unatufikia nishati ni maendeleo, umewaka unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.